nimechoka sana. Lau sikuwa mwanadawa, ilikuwa amekuja hapa amalize swali, lakini amekuja hapa amesema atakuwa hadithi moja hapa, kidogo tusikilize shehe, mpate hadithi moja kwenye mlango ambao tulianza juzi na ikamilisha inshallah. Alafu inshallah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. An Aisha radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-sawm fi Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sha'ban. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tulikuwa katika kuongelea mlango unayezungumzia kuswaumu safarini na kuacha kuswaumu kutokana na udhuru ambao mtu amepata wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama vile wakina mama wanatokewa na udhuru wa hali yao za kike, alafu wakawa hawakuswaumu zile siku zao ambazo wamo katika hali ya kike. Kwa hivyo kwa jumla ni kwamba saumu ambayo Muislamu amekosa kuifunga katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu ima ya safari au hii ya udhu wa wanawake, ni kwamba anailipa baada ya Ramadhani kuondoka. Hadithi ya leo ni hadithi imepokelewa na mama yetu Aisha, Mwenyezi Mungu amridhie. Aisha Ummu Abdillah, wanamwita Mama Abdillah, na yeye hakuzaa katika maisha yake. Mama yetu Aisha hakujaliwa kupata mtoto, lakini walimwita Mama Abdillahi kwa sababu ya mtoto wa dada yake, mtoto wa dada yake ambaye ni Abdullah ibn Zubair. Mama yake ni Asma ambaye alikuwa ni mdogo au ni mkubwa wa Aisha, na kijana huyu alilelewa kwa mama yake mdogo, ikawa mama yetu Aisha radhiallahu anha akaitiwa jina lake, wakawa yamwita Ummu Abdillah. Na hili ni moja katika sunna katika maisha ya watu, katika kutoitana majina. Leo namkuta mtu anaitwa Muhammad, lakini ana mtoto anaitwa Yusuf, ana mtoto anaitwa Suleiman, tunamwita kwa jina lake Bwana Muhammad. Inakuwa sio vizuri. Katika adabu ya kumwita mtu, tumwite kwa jina la baba ya mwanaye, mwite baba fulani. Kama ni Yusuf, tunamwita baba Yusuf. Tutakuwa tumeingiza heshima katika kumwita mwenzetu, badala ya kumwita jina lake moja kwa moja Yusufu, na yeye jina lake ana mwanaye anaitwa Muhammad, tumwite Abu Muhammad. Kama akiwa na mtoto anaitwa Ibrahim, Abu Ibrahim. Hii ni utaratibu waliokuwa nao waliotutangulia katika Uislamu, katika masalafu saleh, katika kuitana kwa majina haya ya lakab au kunya. Mtu anaitwa kwa jina ambalo ni la mwanaye, kunya: Abu Ali, Abu Muhammad, Abu Isa, Abu Ibrahim, sawa na jinsi jina la mwanaye Abu Rufaida, Abu Zainab, Abu Maryam. Hili inaingiza mapenzi na heshima wakati wa kuitana. Kumbe hili ambayo tumelizoea leo, unamkuta mtu anamwita hata mtu anamshinda umri wake, Bwana Juma. Bwana Juma yuko kwa mbali, Bwana Juma. Kwa kweli kuna aina fulani ya
ya kukoseana adabu au ya kutopeana heshima katika kuitana. Bwana Juma na mtoto anaitwa Yusuf, ana mtoto anaitwa Ali, na mtoto anaitwa Muhammad, mwita kwa jina la mwanaye, baba Muhammad, baba Isa, baba Ibrahim, baba Yusuf, baba Zainab, baba Maryam. Heshima inaingia katika kuitana. Ndio maana mama yetu Aisha radhiallahu anha akawa anaitwa Ummu Abdillah, mama Abdillahi, na hali ya kuwa hakuwa na mtoto, lakini katika ile kuheshimisha jina lake. Hata kwa kina mama wasiitani majina tu hivyo kiasi fulani. Alhamdulillah, kwa kina mama ili jambo lipo. Unakuta mama wengi wanaitwa kwa majina ya wanao, watoto wao, mama Rukaiya, mama Suleiman, mama Zainab, mama Yusuf, mama Farida. Hilo ni katika sunna, na hivyo wanamume pia tuitane hivyo. Taibu anasema mama yetu mama Abdillah radhiallahu anha, kana yakunu alayya saumu fi Ramadhan, ilikuwa inafikia mimi nadaiwa saumu ambayo ilinipita katika mwezi wa Ramadhani. Ilikuwa inafikia na deni mimi ya saumu ya siku zilizonipita katika mwezi wa Ramadhani. Fama astatiu an aqdiya illa fi Sha'ban, kisha nakosa namna ya kulipa, isipokuwa kwenye mwezi gani? Mwezi wa Shaaban. Nakuja kuilipa saumu yangu ile ambayo ilikuwa ni deni kwa mwezi wa Ramadhani, na ilipo mwezi wa Shaabani wa mwaka ujao kabla ya Ramadhani ijayo. Hapa hadithi ikawa imeishia hapo, kwamba Aisha alikuwa anakosa namna ya kuilipa, anapata muda kwenye mwezi wa Shaaban. Hakutaja sababu kwenye hiyo riwaya ya Bukhari. Kwenye riwaya ya Muslim alieleza sababu kwa nini alikuwa hapati namna ya kuilipa baada ya Ramadhani mpaka aje kuilipa mwezi wa Shaabani karibu na Ramadhani. Kwenye upokezi wa Imamu Muslim akataja hiyo sababu. Ni sababu gani? Akasema wadhalika limakani rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, nilikuwa sipati namna ya kuilipa kutokana na nafasi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kupata siku za kufatanisha. Kama nimekula siku 7 8, napata uzito kuzifunga moja moja, halafu napata uzito kuziunganisha, na lihali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayuko safari. Naweza nikafunga siku hiyo, akawa amekuja kwangu zamu, akanikuta nimesaumu, na mimi sipendi alikuta nimesaumu nikamudi. Umeelewana? Kwa hivyo akawa ametaja sababu kwa nini alikuwa hapati muda wa kusaumu zile siku zake za kufuatana, kama ni 6 kama ni 7, kwa sababu asije akamuudhi mmewe anapokuja mtume kwake. Pengine amekuja anamhitaji mke wake, akamkuta na saumu. Na tunaelewa sote kwamba saumu ya sunna mwanamke haruhusiwi kuisaumu, sawa, isipokuwa kwa ruhusa ya mume wake. Ama saumu ya faradhi anaruhusiwa, lakini mama yetu Aisha hata hivyo hakupenda kumuudhi mtume, kwa kuwa muda bado ukingali na Ramadhani haijaandama. Na mwezi wa Shaaban kawaida ya mtume alikuwa anaufunga karibu mwezi wote, akianza tarehe 1 anakwenda mpaka karibu na Ramadhani.
Aisha anapata muda sasa na yeye wa kulipa siku zake na kulipa muda aliokula katika mwezi wa Ramadhani, kama jinsi anapata muda pia wa kufunga na yeye sunna pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hii inaonyesha adabu nzuri ya mke kwa mume wake pale ambapo anakataa au anachelea kufanya jambo ambalo litakuja kumuuma au kumuudhi mume wake kama hilo, mpaka asije kumuudhi anafunga katika mwezi wa Shaaban. Hadithi hii tumepata faida mbalimbali katika hii hadithi. Faida ya kwanza ni jawazu ta'khiri qada'i Ramadhana ila Shaabana ma'al udhri, kwamba inaruhusiwa kwa wanamama ambao wanakula mchana mwezi wa Ramadhani kwamba wanaweza kuchelewesha kulipa siku zao hata ikapofika mwezi wa Shaabani, ikiwa patakuwa sababu. Kama kisema mama yetu Aisha alikuwa na sababu, hataki kumuudhi Mtume, kwa hivyo anaendelea kula mchana kwa kutegeza kwamba Shaabani ikiandama ataswaumu zile siku zake ambazo alidaiwa za Ramadhani iliyopita. Na kwa sababu mwezi wa Ramadhani mpya haujaandama, hakuna makosa, japokuwa sharia ya Uislamu imehimiza watu kukimbilia kheri mapema, lakini haijakataza au kuharamisha kuchelewesha kulipa saumu ya Shaaban ya Ramadhani kwenye mwezi wa Shaabani wa mwaka ujao. Umeelewana hiyo? Faida ya pili katika hadithi hii, pamoja ya kuwa mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha alikuwa anachelewesha kulipa siku zake za Ramadhani hadi mwezi wa Shaabani, lakini ni vizuri zaidi kama hakuna sababu kuharakia kuzilipa baada ya kumaliza mwezi wa Ramadhani tu, kwa sababu ni katika kupupia kheri, na kheri zisicheleweshwi. Ailipe mtu baada tu ya Ramadhani, ingawa inajuzu kuchelewesha hadi Shaabani, lakini kuilipa mapema ni vizuri ikiwa hapakuwa udhuru wowote ule. Faida ya tatu ni kwamba haijuzu kuchelewesha saumu ya Ramadhani hadi ikamatane na Ramadhani nyingine, bado deni ungali nalo. Na ili kina mama wengi wako hivi, unaona kuja kukuuliza baada ya Ramadhani tatu, che hivi unaniona mimi hapa na Ramadhani 2 zimepita zote ana madeni hakulipa. Ramadhani ilipita ana siku kama 10 au karibu 20 au mwezi mzima alikuwa ananyonyesha. Baadaye anakuambia baadaye nikawa mjamzito, Ramadhani nyingine sikusaumu. Mama, muogope Mwenyezi Mungu, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo kuwa na ujauzito ni kawaida ya binadamu, lakini pia ujauzito wa haraka hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakukuambia hivyo. Mwaka huyu uko unanyonyesha, ina maana mwaka mwingine tena umeshakuwa na ujauzito. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alitupendekezea mida mizuri ya sisi kupata ujauzito kina mama, na ili tuwe na afya zetu njema katika maisha yetu. Akasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, walwalidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a. Wale wazazi wenye kunyonyesha wanaruhusiwa au wanaombwa na sheria, wanapowanyonyesha watoto wao
wawanyonyeshe miaka miwili ya kutimia miezi 24. Miaka miwili ya kutimia kwa yule anayetamani au anayetaka kueneza vizuri muda wa kunyonyesha. Bimaana ukimnyonyesha mwanao miaka miwili, kwako ni salama kiafia. Utachukua muda wa miaka miwili, mtoto ananyonya, kisha baada ya kuwa ametoka kwenye ziwa al-fitam, baada ya miaka miwili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa muombe uwe tayari kupata ujauzito mwingine ambao utamzaa mtoto wa kumfuata. Kwa uchache utajikuta kuna miaka mitatu baina yako na baina ya mtoto na mwingine, na hili linawapa watoto wako afya njema, na wewe mama pia unakuwa na afya nzuri kwa sababu ya kuachanisha muda wa kuwafatanisha watoto wako. Kwa hivyo hilo ndilo maagizo Mwenyezi Mungu anatutakia tuwe hivyo, ili wakina mama walinde pia afya zao na linde usalama pia wa maisha ya watoto wao, kwa kuwa na umbali kwa kuzaliwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala turahisishie. Haya ndio mafunzo ya Uislamu. Sasa tunapokiuka haya mafunzo, unawakuta watu wanaanza kusema Uislamu kinyume na mafunzo yake. Unaona, wanaosema Uislamu kinyume na mafunzo, kwamba Waislamu unafanya wanawake hawapumziki kuzaa. La, mafunzo ya Uislamu ni hayo. Sasa ikitokea mzazi wa Kiislamu ameamua kuzaa mwenyewe haraka haraka, hayo ni maamuzi yake, ingawa sio haramu, lakini mafunzo asili ni yeye acheleweshe ujauzito wake hadi kumaliza muda wa kumnyonyesha mwanaye miaka miwili ya kutimia. Tayeb. Sasa ikiwa mwanamke atachelewesha Ramadhani hadi ikaingia kwenye Ramadhani nyingine, akawa na deni ya Ramadhani mbili, wanavyoni wa Kiislamu wakasema kutokana na kuchelewesha Ramadhani, kuswaumu baada ya Ramadhani, analazimika kuswaumu na kutoa kafara. Anaweza kuswaumu na kutoa kafara ya kule kuchelewesha Ramadhani ikaingiliwa na Ramadhani nyingine. Tayeb. Kwenye madhhabu ya Hanbali, kama aliendelea kuwa na udhuru labda wa kuumwa mpaka Ramadhani nyingine ikaingia, hatotoa kafara. Lakini kama alikuwa hakuwa na magonjwa, alichelewesha mpaka Ramadhani ya pili ikaingia, itabidi atoe kafara na alipe siku zile ambazo alidaiwa kutoiswaumu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kusikia haya. Na faida ya mwisho inaonyesha adabu wanayetakiwa kuwa nayo kina mama kwa waume zao. Siku anajua mume wake ameshinda nyumbani, hakwenda kazini, mama usichukui programu ya kutoka. Katika malezi na adabu njema, mume wako ndio anashinda nyumbani, leo tutaitwa, tutaenda basi plan. Siku ya mume wako nyumbani usiende, baki nyumbani. Unamliwaza mume wako ameshinda kazini wiki nzima, leo ndio siku iko nyumbani, basi simamisha programu za kuwa nje zote, ubaki unapita mbele ya mume wako. Hivyo itakuwa ni vizuri. Na mama yetu Aisha radhiallahu anha anaacha kulipa kwa kuchelea tu, mtume akija asimuingizi katika hali ya uzito mpaka anangoja Shaaban, wakati na mtume na yeye ameanza saumu za mwezi mzima au
karibu ya mwezi mzima kwa ajili ya kufunga Shaaban, na yeye ndo anakuja kulipa zile siku zake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaruzuku wake zetu kuwa na hali kama hiyo na tabia kama hiyo ya kuwaenzi waume zao, na hilo linakuja kukamilisha maisha ya ujumba na kuyapendezesha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa katika wasikivu wazuri inshallah. Haya, kama kuna mtu anauliza. Naam. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Ndio. Kwanza, mwanamke amedaiwa mpaka amesahau siku zenyewe anadaiwa, kafara yake nini au hukumu yake nini? Yaani siku ambazo alikuwa anadaiwa za mwezi wake amezisahau akilinga, ni siku au ni mwezi mzima kabisa? maana anaanza kufikia amezaa. Sasa akadaiwa kufikia mwezi mzima. Akalipa, kulipa, analipa, anakula. Sasa akasahau siku ya kesho. Ndio. Sasa hukumu yake ni anajengea yaqin, bana taala yaqin, akiwa na mashaka ya idadi ya siku zenye amekwisha lipa, atajengea kwenye yakini yake uhakika. Mathalan, atashakia tu ima amefunga, naweza kuwa nimefunga 16 au 15, mashaka yake ya kwanza. Akishakia kati ya 16 na 15, atachukua kwamba amefunga 15, ile 16 haitoa. Akishakia kati ya 19, 10 au 9, atachukua maamuzi kwamba ni 9, ile 10 haitoe. Akishakia kati ya idadi mbili ambazo ana mashaka kwamba hivi nimeshafunga siku 14 au 13, yakini ni ngapi? Uhakika ni ngapi? 13. Yenye na mashaka ni ngapi? Ya 14. Ile ya 14 inaondoka, anachukua kama ni siku 13 hivi. Na swali lingine ndio kuhusu kunyonyesha miaka miwili. ndio Kwa majira inaswi hizi singapi? Na kama haiswi, kuna mwanaume akikataliwa kwenye kitanda anakasirika. Sasa akishakasirika, ule mwanamke anaogopa kulaaniwa. Sasa anamwaile vurugu, anabeba mimba. Sasa hiyo inakuwa acha. ulizo nzuri sana. Kusikana na majira hii ambayo wanatumia kina mama leo, ima kwa kupigwa sindano au kwa njia zingine zote zinazotumiwa, kubwa zaidi ni kutazama kwamba njia inayotumiwa haina madhara kiafya kwa kina mama. Njia inayotumiwa kama haina madhara kiafya kwa kina mama, kwa sababu kina mama ni wadhaifu sana kwa afya zao. Hayo madawa na hayo masindano, ikiwa yatakuwa na madhara kwao, watakuwa na jidhuru. Lakini ikiwa mama atakuwa mwenye kumnyonyesha mwanae vilivyo, akiwa mwenye kumnyonyesha mwanae vilivyo, sio hii habari leo hata ana maziwa yake mwenyewe, anakimbia dukani kununua kopo la maziwa, anaanza kumchangia mtoto mpaka maziwa, mtoto wakati mwingine anakinai. Akianza kumnyonyesha mwanae, ni vigumu kupata ujauzito, na yeye akiwa katika hali ya mwanae kunyonya, hilo linaweza likamsaidia kupata ujauzito wa haraka, na huku mtoto anaendelea kunyonya. Hilo la kwanza. La pili, labda anaweza kunyonya ile miezi 6 ya mwanzo, miezi 8, ikawa imefikia mtoto hahitaji maziwa sana,
ikapelekea mama aanze kuona hali yake ya kike. Hapo ndio patakuwa mashaka ya kwamba mama anaweza akapata ujauzito. Lakini kwa hali zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kuamrisha au kuweka maamuzi kwamba ujauzito upatikane au usipatikane. Wanaweza akatazama utaratibu wote ambao watautumia wao nyumbani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasaidia ili mama asiharakishe kupata ujauzito, lakini utaratibu huo usiwe na madhara kiafya kwa mama katika afya yake. Ndio kama ni hivyo, wanavyoni hawakatai kama wakitafuta utaratibu wote ambao unaweza kusaidia wasipati kupafatanisha watoto haraka na mama asipati madhara. Na utaratibu huko tu. Mwezi wa tatu. Na mwanamke anaumwa anaumwa ugonjwa wa kuendelea, tuseme pressure, sukari, alafu sasa anadaiwa, mume anaruhusiwa kumsaidia kufunga? Haruhusi kumfungia kwa sababu yuko hai. Haruhusi kumsaidia kufunga kwa kuwa yuko hai. Ikifikia kweli kwamba mke kiganga amekatazwa moja kwa moja kwamba haruhusiwi tena kuswaumu kutokana na afya yake mbovu, kitachofuata hapa, ule mama amehama, hukumu yake haiko mwawale. Mwenyezi Mungu alisema faidatu min ayamin ukhar, ambao ni kila nani? Wagonjwa na wasafiri. Kama kana minkum maridan au ala safari, watakuwa miongoni mwenu wagonjwa wakati wa saumu au wako safarini, wakawa wamekula mchana kwa sababu ya udhuru huyo, faiddatun min ayamin ukhar, hivyo wahisabu idadi ya siku alizokula kwa ajili ya kuzilipa siku zingine huko baada ya Ramadhani. Huyu aliyegundulika kwamba amepatwa na maradhi sugu yasiyo katika na kukoma, hatopata muda tena wa kuswaumu, hukumu yake inahama, haiwi tena mwa hao wagonjwa, anaingia kwenye hukumu ya wale waliopata hapo, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale ambao hawawezi tena kufunga, hao wawe wakitoa fidia ambacho ni chakula cha maskini wakati wa saumu, ili wale watu wawe huru kulipa na kufunga zile saumu ambazo walizokula. Alitangulia. Nimesikia kule wakati tuko kule West Bank. Anasema mtu kama unamsalimia anakataa kupokea salamu yako, baki wewe unamsalimia tena. Ndiye msalamu. Ndio ulizo. Salamu alaykum. Salamu. Sawa, nimesikia kule West Bank unasema kama tumekuwa. Naam. Anasema kama mtu unamsalimia salamu apokee, wewe ndio unamtolea salamu. Naam. Kwa wengine wanamtolea salamu anakuambia mimi siwezi kupokea salamu yako. Sasa ufanye aje ustadi? Mtolee. Wewe haikudhuru. Kwa salamu alaykum. Umeumia? Ukiumia, kesho ukikutana naye tena salamu alaykum, wewe mtolee. Wewe unaandikisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukisema salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, unapata thawabu 30 zinaandikwa. Aitike, hakuitika, 30 zimeandikwa. Sasa kwa kweli, wewe hiyo ni bonus ya kuandikiwa 30 kila siku. Kwa kuwa amekataa kuitika na wewe, faida gani sasa? Yeye pata madhambi yake yeye. Wewe itika, toa tu. Salamu alaykum, akuitika. Wewe mwache. Kesho ukikutana naye
salamu alaikum, iko siku yeye mwenyewe atakubali kuitika, na wewe umeshajipatia sababu nyingi hapa katikati. Na Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimeangalia Sheikh anazungumza kuhusu masuala ya mke na mume, kwenye swala kufunga kizazi, yaani akazungumza kwa ni makosa mke kuchukua hizo sindano na masuala mengine kadhalika. Akasema ya kisheria ni hata hizi za maswahaba ni azlu na azlu nasema hizi za maswahaba walikuwa wakiwaga nje, sio kama labda walikuwa wakitoa kwa nje, na mtume hakuweza kuwakataza, na wakati huo Qur'ani ilikuwa ikishuka. Ndio maana kuna baadhi ya matendo mengine walikuwa wakiyafanya, Allah anamtuma Jibril ashushe sura, anamkataza na kuambia maswahaba wasifanye hivyo, wasifanye hivyo, wasifanye hivyo. Lakini kipindi hicho alikuwa akifanya na hapakushuka teremka sura yoyote. Sasa nataka kuulizia, je, kuna uhakika kwenye haya? Maana kuna mingine tumesikia kwa ukimwaga nje sawa sawa na kumlenga ndege alafu ukamwacha. Nafikiri nilimjibu katika swala lake jibu ambalo kiutu uzima lilieleweka. Ndio hilo nilikuwa nakusudia, na la mfano wake kwamba ziko tu njia nyingi wanaweza akazitumia kama Mwenyezi Mungu hajaandika uzazi na mtoto asipatikane. Mojawapo ni hiyo ya azlu ambao walikuwa wanaitumia maswahaba wakikutana na wake zao. Azlu maana yake ibada ile inapoendelea, wakati mume ametaka kufika mwisho wa ibada yake, ananyanyuka anatoka. Lakini si rahisi kwamba kila mtu hilo analiweza. Hilo moja. Na pili, kuna kina mama pia wanadhurika na hilo. Nabidi usilifanye ile mmekubaliana na mwenzako, kwa sababu usifanyi hivyo ukafikia wewe sehemu ile ukanyanyuka na mwenzako hamjakubaliana. Ndio maana kama azlu iliruhusiwa ni mwanamume kutoa maji yake ya seni sehemu ya siri ya wanamke, kuna njia zingine ambazo ziko leo za kisasa mnazijua nyinyi, inapelekea yale maji yasikutani, wanaweza akatumia ile na maji hayasikutani na hakuna matatizo. Ndio maksudi. Naam. Unagusia upande wa mama. Na vipi kwa kama upande wa mwanaume na yeye amefunga mke wake na mtaji. Hiyo inafunga. Na swala lingine kwenye Mama Aisha. Naam. Alikuwa hajipi mpaka Shaaban. Mpaka mwacha kifunga Shaaban mtume. Anasubiria mwaka mzima. Sasa kuna mama ndio wafungaji sunna. Sasa utaona labda mwanamke cha Mungu imepanda, mwanaume afungaji, ana tabia kufunga sunna. Utakuacha sana hiyo yake. Kusikana unauliza swali la mbili. Sawa. Mke akimhitaji mume, sawa, si ni haki yake naye pia. Akikuhitaji na wewe umefunga sunna, akakuambia mume wangu, kwa kweli mimi naomba leo usiswaumu sunna, kimapenzi umridhishe mke wako, kwa sababu ikiwa ameamua kutamkia kwamba mimi nakuhitaji leo mume wangu, wewe ukenda zako, unataka afanye nini? Kumbe ndio maana ni katika masala ya kufurahishana, kuridhishana, akihitaji ukubali katika njia ya ile kuridhishana mume na mke katika ujumba wenu, ni jambo la kufurahisha, kwa sababu haki yake na yeye pia kufurahi ni haki kwake, si kwamba ni haki imeishia tu kwa mwanamume. Wewe ndio atamani kufurahishwa na yeye asifurahishi mwenzake. Na hapo pia hilo suala kama tulivyozungumzia ni suala ambalo watu wasilipuuzie, lina malalamiko mengi sana. Lina malalamiko mengi sana kiasi ambacho
vijana na kuhusieni, Mwenyezi Mungu akuhifadhini, mlinde ujana wenu hivyo hivyo. Mtu ambaye hajajaliwa kuoa au hajabahatikiwa kuoa alinde nguvu zake za ujana, asubiri Mwenyezi Mungu amjalie apate mke wake mwenyewe. Hii habari ya kuanza kukutana na wanawake wengi kabla haujaoa, wakati mwingine ule mwanamke anakutana na wanamume 2, 3, 4 wanachangana na wewe unaingia hivyo, inaua nguvu za kiume. Inaua. Kijana unakuja kufikia kuoa, hauna ule uwezo kiasi ambacho ukifanya ibada na mke wako anabaki hivyo tu bila kufikia nafasi yake, na hili linaleta madhara. Kumbe chungeni nguvu zenu vijana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotukataza kwamba kwenda kinyume na ndoa ni udhaifu, Allah pia akasema wala taqrabu zina innahu kana faishatan wa saa sabila. Faisha ni uchafu na ni njia mbaya, kwa sababu uzinifu, ndugu zangu, ni kitu kibaya sana. Tunaona maji yale ambayo tunayo wanamume wote yanafanana, lakini hayako kwenye daraja moja na kipimo kimoja. Hata kama nyie ni watoto wa baba mmoja, ni ndugu wote, baba yenu ni mmoja na mama ni mmoja, yale maji ya kila umoja ni yake kibinafsi, hayafanani. Ukija kuyapima yanatofautiana kabisa, na ndio maana Mwenyezi Mungu akaamrisha mwanamke akipewa talaka au akikutana na mwanamume akataka kwenda kuolewa na mwingine, akae eda ili damu itoke na yale maji ya mwanamume wa mwanzo, abakie safi. Kwa sababu akija akakutana na mwanamume mwingine baada ya kukutana na ule wa kwanza, kabla damu yake haijatoka ikatoa ule uchafu ulioingia kwa mara ya kwanza, yawezekana ukamwathiri ule bwana mwingine, akapata udhaifu kwenye nguvu zake za kiume au maradhi mbalimbali. Na ndio maana leo udhaifu kwa vijana wengi, watu wengi, sababu kubwa ni hiyo. Lakini sasa ni lazima mwanamume awe mwenye kuwa na ushujaa wake kabisa, kazi yake iko imara, ni kwa sababu ya kuchunga nguvu zake za ujana. Kwa hiyo mke akimhitaji mume akubali, na hata kama hakumhitaji kwenye ibada yao ya kawaida, awe tayari kumaliza shida za mke wake. Hivyo ndivyo dini inavyosema. Na katika kumaliza shida za mke wake ni pindi atakufanya ile ibada aifanye kwa utaratibu unayokubalika kisheria, pawepo maandalizi na matayarisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mmoja wenu atapokutana na mwenzake asiendi kama jinsi anavyokuja ngamia, lakini pawepo matayarisho kabla, ambayo ni mazungumzo na mengine mengi, ili kila umoja iko tayari kitendo hicho kifanyike, na tayari kila umoja ameshakuwa tayari. Hii ndio inafanya ujumba unadumu na maisha ya ujumba yanadumu. Watu wengi wanavunja ujumba wao kwa msingi huyu, kwa sababu jambo hilo linakuwa haliukamiliki. Ama suala la pili